ratiba za ligi duniani kwamba kuna mechi 3 ndani ya ligi moja, tutaijua baadaye. Nitoe nafasi kwa watu wachache tu, wawili watatu watakao kuwa na nafasi ya kuchangia kusema juu ya dabi yetu, kwamba sisi timu tulipeleka uwanjani, mnasemaje, tutacheza tena au vinginevyo, nyie wa kusema. Baada ya nyie, wazee wetu hawa kwa niaba ya wazee wa mkoa wetu wa Njombe watakuwa na tamko lao la kusema. Baada ya hapo, viongozi wa matawi wachache nao watazungumza, lakini hivyo atafuata mratibu ambaye ni kiongozi wetu wa mkoa wa Njombe, atatoa tamko kufata mtakao kuwa mmesema nyie na yeye kama kiongozi, ambayo ni majumuisho ya matawi yote ambayo sisi tumekwisha kuyajadili kwa sehemu. Hivyo nitoe nafasi. Kabisa naomba nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wetu wa Yanga kutoka mkoa wa Njombe pamoja na matawi yake kuja kufanyia mkutano huu Mtwango. Mmetuheshimisha sana, mmetupa heshima. Na pia mmetupa hamasa. Swala la kulipa ada, nadhani msiwe na shaka, tutahamasishana, tutalipa ada. Lakini mimi niseme ni miongoni wa watu wanaolipa ada kila wakati. Nije kwenye agenda. Ndugu mwenyekiti na mratibu, kwanza niwashukuru viongozi wa Yanga makao makuu kwa taarifa ambazo tunazisoma kila siku. Mimi nazifuatilia habari za Yanga kila iitwayo leo kwenye mtandao, nazifuatilia sana. Na kwa taarifa ambazo nazipata, ndio maana nimesema naunga mkono viongozi wa Yanga kwamba Yanga ina viongozi wazuri na viongozi wanaojua kanuni za mpira na viongozi wanaojua sheria za mpira duniani. Mimi sikujua kwamba kuna mahakama ya soka huko Uswisi, nimejua miaka kadhaa na sasa. Kwa hiyo mimi nishukuru kwamba viongozi wa Yanga wanaoelewa, na mimi niungane na viongozi wa Yanga ambao wanasema kwamba kwa pamoja na mimi kwamba sisi dabi tulishamaliza. Sisi tulishamaliza mpira wa Simba na Yanga. Tunachosubiri sisi, hatuhitaji tamko lingine. Sisi pointi 3 zetu zipo ambazo TFF nakawa tukabidhi pointi zetu, na sheria ipo. Mtu ambaye hajafika uwanjani amenyang'anywa pointi 3 anavyojua mimi. Kwa hiyo huwezi kusema mtu ambaye hakufika uwanjani, ambaye amefika uwanjani unasema unakwenda kufikiri. Unafikiri nini? Kanuni inajieleza yenyewe. Unafikiri nini? Kanuni inasema usiyefika uwanjani huna point. Kwa mtu yoyote anayejua, hata mtu aliyoko kijijini, mtu wa chini kabisa anajua timu isiyofika uwanjani haina point. Au refa ameingia uwanjani, hajaingia uwanjani, ili mradi timu husika kati ya hizo mmoja yuko uwanjani, anatakiwa apewe point zake 3. Na kwa kuwa cha kwanza kabisa kuna pre-match. Pre-match ile maana Yanga ndio walikuwepo peke yao kwenye pre-match, na baadaye wakafika uwanjani. Unataka ushahidi gani? Kwa hiyo mimi naunga mkono kwamba sisi wanachama wa Yanga mkoa wa Njombe pamoja na wenzangu, kwa wazo langu mimi nasema, na sisi tunaunga mkono kwa viongozi wetu kwamba hatuna dabi 3 tena. Mechi za Yanga na Simba ziko 2 tu ambazo sisi kwa mwaka huu tumeshamaliza tayari. Tunasubiri Yanga Simba watusubiri tuje tuwafunge msimu mwingine tena unaofuata. Sasa tulishamaliza. Yanga hoye! Daima mbele. Asante sana. Na mimi naitwa Adolfu Jacob Miale, natoka Njombe. Ajenda yetu kuu naona ni nzuri zaidi, kwa maana kwamba tunatakiwa tujitambue pia. Unajua ajenda mlioleta viongozi wetu hapa ni kujitambua pia. Tusiishi miaka 800 iliyopita, tuishi miaka ya sasa. Kwanza mimi nawapongeza sana viongozi wa Yanga kwamba wamejua thamani ya wanachama wao, wamejua thamani ya mashabiki wao walioenda uwanjani siku ile na kupoteza muda, na mtu mchache anaamua kuiahirisha mechi. Sheria inasema kwamba sisi mechi tulishacheza, mechi ilishaisha, na kama kuna mechi nyingine basi watacheza wao walioamuana kucheza. Lakini sisi kama wanayanga tuseme kwa pamoja na tuwaunge mkono kwa 100% viongozi wetu,
na ili tusiliache tuunge 100% kwamba viongozi wetu walipotoa tamko hili na sisi wanayanga tutoe tamko kweli kwamba hii mechi imeisha, na kama wanahitaji mechi nyingine, kama watataka kujivunja waje ujivunje kwenye FA, si ipo FA, waje wajivunje tena, na wakijivunja tena basi sisi tutapeleka timu, wao wasipokuja basi tutahitaji tena point kwenye FA. Lakini kwa sasa nadhani imeshakuwa easy over, hakuna tena mechi. Na kingine mimi nataka tu niseme, waandishi wa habari nchi hii mnatakiwa kuwaelimisha wananchi, sio kudanganya. Waandishi wa habari wengi sana nchi hii wanadanganya watu. Wakija hizi kanuni hawazisemi, wanabwabaja tu, huyu sijui ajaingia uwanjani, sijui ajafanyaje. Hawajui kanuni. Hebu jaribuni siku moja. Nyinyi ndio watu wa kuwasaidia wananchi. Na nyinyi ndio watu ambao mnatakiwa, waandishi wa habari wapo hapa, mnatakiwa msikilize, wapo wachambuzi hapa wanachambua. Nyinyi ndio watu wa kuwasaidia wananchi. Muwasaidie wananchi kuwaambia ukweli kwamba jamani kanuni inasema A to B, lakini mwandishi wa habari unakuja wamekimbia, mwaka juzi walikimbia, sijui hoja ni kwamba wewe umeiba kuku sasa hivi hukumiwe sasa hivi. Usiseme kwa mtoto fulani aliiba kuku kwamba hapana. Kwa hiyo kimsingi tukubaliane sasa, waandishi wa habari hata wa Njombe muwasaidie wananchi, chambueni vizuri mpira. Msiseme tu kwa sababu mheshimiwa akasema. Alafu kingine tunamwambia sisi hatutakuja uwanjani muda huo, tutakuwa tumeenda kucheza filamu kama tulivyoambiwa. Si kazi yetu tutakuwa kucheza filamu. Asanteni sana. Lakini Yanga ni moja. Na hizi salamu viongozi mfikishe kwa yule kwanza engineer ni msomi. Unajua mtu akishaitwa engineer ni mtu mkubwa sana msomi. Sasa nadhani wanamuonea wivu kwa maana uelewa wake alionao. Ndio maana wanamjadili vibaya sana. Na mtu huyu ndio maana wanamtumia hata Afrika. Lakini cha muhimu tu cha kusema jamani, Yanga iwe moja na sisi ni wamoja, tuendelee kupeleka Yanga yetu iwe pamoja, lakini kimsingi mechi haipo. Yanga daima nyuma. Asante. Hii kauli ina maana kubwa sana, kwamba ni lazima tufocus mbele, na tunapofocus mbele ni lazima tuwe tunafuata misingi sahihi. Duniani kote hakuna shughuli inayoweza kuendeshwa bila utaratibu. Taratibu zilipangwa na msimamizi wa taratibu alishaainisha kwamba kila kosa lina adhabu yake. Sasa haya mambo mengine yanatoka wapi? Wanasema tulizuia wasifanye mazoezi. Tukizuia si tuna adhabu yetu? Aliyeamuru, hakuna kipengele kinachosema ukizuia asifanye mazoezi mechi iahirishwe, hakuna. Na pia kanuni inasema kuahirisha kwa mechi ni masaa 24 kabla ya mchezo, 70 kabla ya mchezo. Huyo anayepokea taarifa tu ya kwamba mchezo umeahirishwa haujakidhi vigezo, muda hajakidhi vigezo vya muda, yeye ni namba moja kuvunja sheria, anapaswa adhibiwe. Ndio maana sisi tuliingia uwanjani na mechi ilishapita, na hata msimu ule walipoahirisha tulitumia uzalendo tu kurudi tena kuja kucheza. Kikanuni litakuwa mechi ilikuwa imeshaisha, lakini sasa uzalendo haupo, na viongozi wanaosimamia michezo, nina maana TFF pamoja na bodi yake, ndio wa kwanza kuvunja. Nao si wana adhabu yao, basi nao itekelezwe. Mimi nasema Yanga mbele, na kama wao wameingia kwenye michezo hawajui, wamejipachika kiurafiki, kiujamaa tu, si ndio? Basi muda wao umeisha. Kwa wale wastaarabu walitakiwa wameshatangaza kujiuzuru, ili tupachike watu wanaojua michezo. Mimi nafikiri kwamba sisi dabi ilishaisha na kanuni ziko wazi duniani kote. Haturudi tena uwanjani, tukutane dabi nyingine, au tukutane kwenye ngao ya jamii, au tukutane federation, mambo fresh. Tunaunga mkono viongozi safi. Asante. Zaidi ya kusema Yanga hatuchezi, tunachosubiri ni pointi tatu zetu tu na magoli 3 basi. Wachagua wachezaji wavaisha jezi za Yanga wakacheze na Simba. Sisi Yanga hatuendi, tushamaliza. Wakati wa kuchagua wachezaji
za Singida kutoka wapi, tuazime jezi za Yanga ionekane kama ni Yanga inacheza pale, lakini si kama wachezaji wa Yanga hawaendi pale, kwa sababu mechi si tushamaliza. Huwezi kuahirisha mechi kihuni tu alafu unasema mechi ipangiwe muda. Inapangiwa muda gani? Hatuendi, tunasema hatuendi, tunaungana na viongozi wetu, hatuendi. Nikaribishe mwenzangu ambaye tulitengeneza muhtasari kidogo wa maagizo ambayo yametoka kwa mratibu wetu wa Njombe. Atasoma, atawakilisha wazee wote wa Njombe. Siripati, karibu. Yanga wewe. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya aliyotupa. Namshukuru kwanza kwa wenyeji wetu waliotupokea kwa upendo wa Yanga. Lakini kabla sijasoma hii, nasikitika sana kwamba Simba wametunyima magoli yetu. Maana wale watatupa point tunazo. Yale magoli sasa. Alafu vingine wametutia hasara. Naisoma hiyo. Tamko la wazee. Nanielewa? Tamko la wazee. Sio mheshimiwa mwenyewe hajatamka. Baada ya kutafakari kwa kina sakata la mchezo wa tarehe 8 mwezi wa 3 2025 kati ya Yanga na Simba aka dabi ya Kariakoo, sisi wazee wa Yanga tunaafiki tamko la viongozi wetu wa kitaifa wa mchezo wa kitaifa kuwa hatuoni uhalali wa kurudiwa mchezo kutokana na sababu zifuatazo. Kwanza, Simba walishiriki kikao cha maandalizi ya mchezo, yani pre-match meeting. Pre-match meeting ni kikao ambacho kinathibitisha mchezo ujao. Kwa hiyo wao walithibitisha kwamba mchezo upo. La pili, Yanga si watunzaji wa funguo za mageti. Kwa hiyo kusema kwamba tulishiriki kuwazuia wale si sahihi, kwa sababu milango kama ilifungwa ilikuwa ni juu ya manager ndio mwenye funguo. La tatu, kwa mujibu wa taarifa za manager wa uwanja, hakuwa na taarifa yoyote ya ujio wa timu ya Simba kufanya mazoezi pale. La nne, haupo uthibitisho moja kwa moja kwamba waliofanya fujo pale ni makomando wa Yanga. Na kama lilikuwepo, jeshi letu la polisi ambalo liko imara lilikuwa ndio linapaswa kusambaratisha wale walikuwa wanafanya fujo pale. Ya sita, tunapungukiwa na imani na bodi ya ligi kwa kutafakari sababu zipi zilizopelekea kutoa tamko la kuahirisha mchezo muda mfupi baada ya tukio lile. Kabla ya kutafakari, ya saba, kanuni zinaeleza wazi kuwa tamko la kuahirisha mchezo linatakiwa litolewe angalau masaa 28 kabla. Vinginevyo, kama kumetokea jambo lolote la dharura kama tukio la kifo cha kitaifa, uwanja kujaa maji au hali ya hewa. La mwisho, tumesikitishwa kidogo na tamko la Mheshimiwa Rais wa TFF kwamba sisi viongozi wetu wakacheze sinema. Kwa tamko hilo, maana yake pia amelibamanda soka letu na vile kudharau mchezo wa sinema ambao ni mchezo halali. Kwa hiyo tunamalizia kusema kwamba wazee wa Yanga Njombe, ngome imekwisha. Kama ilikuwa ni sinema, basi nadhani hata waheshimiwa nao wale waliosema tukacheze sinema nao tukacheze, maana nao pia ni mchezo na umekubalika kidunia. Asanteni, Mungu awabariki. Kwa niaba ya wanayanga tawi la Yanga Njombe mjini, tunaungana na matawi yote ya mkoa wa Njombe kwa kutoa kauli moja ya Yanga Tanzania nzima. Hakuna mchezo wowote wa mechi ya dabi kwa msimu huu, kwa sababu tunaamini tarehe 8 ndio ilikuwa mechi ya mwisho ya dabi, na mechi iliyofuata ya dabi ilikuwa ni kati ya dabi ya wanawake ambayo ni Yanga Princess zidi ya Simba Queens, ambayo Yanga Princess
waliibuka na ushindi kwa kushinda goli 1-0. Kama watatafutiza sababu yoyote wapate furaha msimu huu, furaha haipo, kwa sababu Yanga under 20 tulishawafunga, Yanga Princess tumewafunga, lakini pia Yanga ya wakubwa tuliwafunga goli 1-0 kwa mchezo wa awali. Mchezo wa pili tumewafunga magoli 3-0. Kwa mantiki hiyo hakuna mchezo wote wa dabi. Nimesikia za chini chini wameanza kuomba huruma kwa Mheshimiwa Rais. Nimwambie tu mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunakupenda sana, tunakuamini sana, na sasa hivi nchi inajiandaa na uchaguzi mkuu. Tunakuomba mama yetu, msimamo wako uwe pale pale kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. TFF pamoja na bodi ya ligi wamekuwa wakikutumia sana Mheshimiwa Rais pindi ambapo wanasigana taratibu, kanuni na sheria za mpira wa miguu. Sasa hivi tukuambie tu Mheshimiwa Rais, hatuko tayari kuonewa tena. Wanajua walichokifanya kwenye jambo la Faisal Salum, kesi ambayo tunaamini Yanga tulishinda. Lakini wazee wetu wakatumia busara na kukusikiliza Mheshimiwa Rais. Tukasema wacha tumwache kijana wetu akacheze mpira, licha ya kwamba kanuni na taratibu za mchezo hazikufuatwa. Lakini kwa sasa hivi nimwambie tu mzee Mguto na genge lake. Mimi naliita genge lake kwa sababu kwa sasa hivi Mguto sio mwenyekiti wa klabu yoyote Tanzania. Alikuwa mwenyekiti wa Coastal Union. Coastal Union wakishachagua mwenyekiti mwingine, lakini bado anaendelea kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Kwa wengi ambao hawaelewi, ili uweze kuongoza bodi ya ligi Tanzania ni lazima uwe mwenyekiti wa klabu ambacho kinashiriki kwenye ligi kuu ya NBC. Sasa Mguto yuko pale kama nani? Kama sio Karia anajaribu kuweka watu wake ili waendelee kuiumiza Yanga na kuiangamiza Yanga. Tunasema wana Yanga mkoa wa Njombe, hatuko tayari kucheza mchezo wa dabi, na tumwambie tu Karia, kwa sababu ameanza kumtuma Mguto aanze kuombaomba huruma kwamba ataenda serikalini kuomba waongoze busara ili Yanga tucheze. Tuambie tu lile pale sio baraza la wazee, kwa sababu busara mara nyingi zinapatikana kwenye mabaraza ya wazee. Bodi ya ligi sio baraza la wazee. Bodi ya ligi ni chombo ambacho kinaongoza ligi kwa kanuni na taratibu za ligi yetu ambazo tumejiwekea. Kwa hiyo niombe sana wana Yanga wote Tanzania, ni muombe rais wetu Engineer Hersi Said ambaye tulishiriki sisi kwenye mkutano mkuu wa kumchagua, atusikilize sisi wana Yanga ambao tumemweka pale yeye kuwa rais wa Yanga. Tumemkopesha imani, akituangusha tutaondoa imani yetu kwake. Hatuko tayari, iwe rais ataongea, iwe waziri ataongea, hatupo tayari kucheza mchezo mwingine wowote kwa msimu wa 2025. Yanga daima mbele. Yanga daima mbele. Sisi haturudi nyuma. Mechi ya dabi tumeicheza tarehe 8 mwezi wa 3. Sisi haturudi nyuma. Hilo ndo tamko kwa niaba ya wana Yanga Njombe. Haturudi nyuma. Hayo ni maamuzi sahihi. Kwanza nichukue nafasi hii kuupongeza uongozi wetu makao makuu, kuandika ile barua kuipeleka TFF kwamba mechi tumemaliza. Na sisi tunaunga mkono. Tuna viongozi makini, wasomi. Engineer Hersi ni msomi, makamu wake ni msomi, tuna imani nao. Katika hili wasirudi nyuma, tunasimama hapo, mechi imechezwa. Tunasubiri tu msimamo wa ligi uonyeshe Yanga imeongezewa pointi 3 na magoli 3. Hakuna huruma.
Kama wangehitaji busara, wasingeanza kuongea maneno ya kejeli kwa viongozi wetu. Na lile limetukwaza sana. Kuambiwa viongozi wetu ndio wajiuzuru wakati tupo ndani ya kanuni. Wanafuata kanuni vizuri, wasomi. Ndugu zangu, tusimame hapo, na tunachojua sasa hivi tunasubiri nini? Kupewa kombe. Sisi ndio mabingwa. Hawana namna. Na kama sisi ndio baba wa mpira Tanzania, ndio tunataka tuonyeshe ubaba wetu hapa. Sisi ndio baba. Hawa Simba ni watoto wetu. Sisi tulizaliwa 1935, Simba alizaliwa 36. Na pia hawa walikuwa ni waasi. Hawa ni waasi. Sasa wasiende kuharibu mpira wetu Tanzania. Watu waachie nchi yetu. Hawa ni wahamiaji, ni Waarabu hawa. Kwa hiyo sisi msimamo ni huo, ndugu zangu viongozi. Nichukue nafasi kwanza kuwashukuru sana wanayanga. Niwashukuru sana wanayanga mkoa wa Njombe. Hii ndio furaha yetu. Na hii ni msimamo wetu. Tunawaamini viongozi wa matawi, Makambako, Mtwango na Njombe. Tunakushukuru sana mratibu. Umefanya kitu kizuri. Leo tusimame hapa kuongea, tutoe msimamo wetu kama wanayanga mkoa wa Njombe. Kwa hiyo hapa tunaongea kwa niaba ya wanarudewa, kwa niaba ya wanamakete, kwa niaba ya matawi mengine ambayo hajafika Ilembula na kadhalika. Lakini sisi ndo shina. Makambako, Njombe, Mtwango ndo tupo mkoani. Kwa hiyo tumewawakilisha, na hili ndio tamko. Nikushukuru sana mratibu. Najua tamko sahihi sasa tutamaliza wewe, na inawezekana hiyo nakala itapelekwa makao makuu kwa uthibitisho, na mahudhurio hapa leo yapelekwe makao makuu. Yanga daima nyuma, Yanga daima nyuma. Asante sana viongozi, asante sana. Mwakilishi tawi letu la hapa Mtwango Lunguya, hatuchezi kwa msisitizo. Nashukuru sana, nimefurahi na nimefurahi kupitiliza. Asanteni sana jamani. Wanayanga tupo pamoja. Asanteni sana. Naamini tunalenga jambo moja linalohusiana na mchezo wetu wa dabi. Tamko la Yanga mkoa wa Njombe. Wanachama na washabiki wa Yanga kutoka mkoa wa Njombe tumesikitishwa sana na hatua ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo wa Yanga na Simba uliotakiwa kucheza tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Kitendo hiki hakijazingatia kanuni za mpira kwa pande zote zinazohusiana na michezo kama ifuatavyo. Kitendo hiki hakijazingatia gharama za washabiki waliosafiri toka mikoani kwenda Dar es Salaam kushuhudia mchezo. Mchezo wenye taswira kubwa na mvuto mkubwa ndani ya nchi na nje ya nchi. Watu hawa wametumia muda wao, pesa zao kwa ajili ya mchezo huo. Kitendo hiki hakijazingatia gharama za maandalizi ya mechi kwa klabu yetu ya Yanga kama mwenyeji wa mchezo, ambayo ni zaidi ya milioni 56. Hawajazingatia gharama za tiketi ambazo mwanachama au shabiki huyu wa mkoani aliikata ili aitumie kwa ajili ya mchezo huo. Leo yuko Njombe na hiyo tiketi. Ataitumia wapi? Je, watamrudishia hela yake? Hiyo gharama ya tiketi atarudishiwa? Lakini pia tunafahamu kuwa mchezo wa dabi ni mchezo wa ushindani, pia ni burudani kwa wanamichezo. Ni siku maalum kwa wanamichezo. Je, walitumia kigezo gani kuahirisha mchezo saa 8 mchana ili hali asubuhi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 walitoa maelekezo kuwa mchezo uko pale pale baada ya kupokea barua kutoka Simba Sports Club? Je, maafa ya kifo cha shabiki wa Yanga aliyefariki nje ya uwanja hawaoni kuwa wao ndio sababu ya kuahirisha kwa mchezo huo? Rais wetu wa TFF ametumia maneno ya kejeli,
ambayo yaliwalenga viongozi na wanachama wa Yanga. Je, haoni kuwa amedharau mkutano mkuu wa Yanga ambao uliwachagua na kuwasimika madarakani kwa matakwa ya katiba ya Yanga? Tunaomba aje hadharani atuombe samahani. Sisi tunaamini kuwa timu zote zipo chini ya TFF na bodi ya ligi. Hivyo bodi ya ligi ingeamua mchezo uchezwe, basi timu zote zingefika uwanjani na mchezo ungechezwa. Hivyo hatuna imani na bodi ya ligi, hususani kwa kuahirishwa kwa mchezo huo masaa machache kabla ya mchezo kuanza. Yanga mkoa wa Njombe tunaunga mkono jitihada za viongozi wetu na tunawasihi wafuate kanuni na si vinginevyo. Bodi ya ligi hawajazingatia wajasiriamali wanaohudumia watu nje ya uwanja na ndani ya uwanja, wanaowekeza na kuajiri vijana kwa kutumia mitaji yao ili kuhudumia wanamichezo uwanjani. Lakini tunaamini kuna kikao cha pre-match kilichofanyika pande zote mbili, kwa maana timu zote mbili, kikao ambacho ni kikubwa katika mchezo husika. Hivyo bado hatujapata sababu ya msingi ya kuahirishwa kwa mchezo huo. Tunaamini kuwa bodi ya ligi ilizingatia zaidi barua ya Simba Sports Club pasipo kufuata kanuni. Na mwisho, sisi kama wanachama wa Yanga mkoa wa Njombe tunaunga mkono, hatutoshiriki tena mchezo namba 184 wa Yanga na Simba kwa kuwa tunahitaji haki na kanuni zifuatwe. Hili ndilo tamko letu kama wanayanga mkoa wa Njombe. Hatuna jingine, hatuna pointi nyingine, hatuna busara katika hili. Kama busara ilitakiwa rais atumie yeye kabla kwa kejeli viongozi wetu. Kiongozi wetu tumemchagua muda mchache tu, nafikiri toka 2022. Lakini leo hii tuna kiongozi anayesimamia virabu Afrika. Anayesimamia virabu Afrika kwa muda wa miaka 4. Ni hatua kubwa sana kwa nchi. Ni hatua kubwa sana kwetu na Yanga kuwa na kiongozi imara ambaye anatazamwa na wengi, sio ndani ya nchi bali dunia nzima. Kwa hiyo sisi kama wana Njombe mkoa tunaomba tuishie hapo katika tamko letu. Asante sana. Sasa tuongee wote kwa pamoja, tusimame. Hatuchezi. 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 Hiyo mechi. 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 Hatuchezi. Hatuchezi.